Segerea mjambo? Mbona nahisi kama mnaumwa? Nahisi kama mnaumwa kama ninavyoumwa mimi eh? Mko vizuri eh? Haya, naomba tafadhali tukunjeni ngumi tafadhali. Segerea kunja ngumi tafadhali. Babangu mbona ukunji ngumi umenuna? Mama kakukera nyumbani? Pole. Segerea people! People! Asanteni sana. Mheshimiwa Meza Mkuu, itifaki nimezingatia vyema. Ndugu zangu wana Segerea, licha kuwa hali yangu haiko vizuri, lakini nikasema sitawatendea haki ikiwa leo nitakosa kuja kuzungumza nanyi watu wa Segerea. Licha ya mvua ya hapa na pale, nimeambua mlikuwa wengi kidogo, lakini kutokana na mvua tena watu wengine wameondoka, lakini hata hivyo nyewe mliobaki naomba mjipongeze tafadhali. Asanteni sana. Ndugu zangu wana Segerea, mimi na mambo mawili matatu ya kuzungumza na nyinyi. Jambo la kwanza, mnajua kama katika nchi yetu hakuna demokrasia ya kweli. Licha ya mfumo wa vyama vingi ambao tulokoko nao, lakini hakuna demokrasia ya kweli. Wiki moja iliyopita ndugu zangu, mwenyekiti wetu tulikuwa naye kanda ya Kusini. Alikuwa anafanya shughuli zake za chama na shughuli zake za siasa kwa ujumla. Lakini kilichompata, wamembambikizia kesi ya uhaini, kitu ambacho sio kweli na sio sahihi kufanya hivyo. Sasa ninaposema kuwa hakuna demokrasia ya kweli wala hakuna haki katika nchi yetu, ni kutokana na matendo haya yanayoendelea yanayosababishwa na serikali ambayo ilikuwa huko madarakani. Sisi baraza la wanawake Chadema tunalaani vikali na tutaendelea kulani kitendo cha mwenyekiti wetu kuwekwa ndani. Na nawaambia mahakama, ikifika tarehe 24 tunataka mwenyekiti wetu aachiwe huru pasi na masharti ya aina yoyote. Vinginevyo, ikiwa hawatomwachia huru, BAWATA tutachukua hatua zinazostahiki. Ndugu zangu wana Segerea, kwa muda wa miaka 25 sasa tangu mfumo wa vyama vingi uanzishwe mwaka 92, tumeingia katika uchaguzi mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, 2010, 2015, tukenda mpaka mwaka 2020. Wana Segerea, nyinyi wenyewe mashahidi, mmekuwa mstari wa mbele kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi ambao nyinyi mnaowahitaji, lakini viongozi hao hawapewi nafasi ya kuja kuongoza. Hii kweli ni demokrasia? Tuna sababu gani sisi wananchi wa Tanzania kuendelea kukubali kwenda katika uchaguzi? Tunasema no reform, no election. Na tunapozungumzia no reform, no election, tunahitaji sheria za mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi ili kusudi tuweze kwenda kuingia katika uchaguzi wa haki na uhuru. Tutakapokwenda katika uchaguzi wa haki na uhuru, watapatikana viongozi ambao wanatokana na nyinyi, ridhaa ya wananchi wenyewe, ambao watakaoweza kuwaletea maendeleo. Ndugu zangu wana Segerea, imefika wakati sasa wa kusimama kwa pamoja. Nataka niwaambie, hii ni nchi yetu, hapa ni nyumbani kwetu. Hivyo tuna haki na wajibu kila mmoja kufanya maamuzi yanayostahiki kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Tushikamane kwa sauti moja, tutoke tuseme hapana, twendeni tukadai no reform, no election. Tukadai mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi ili tuende katika uchaguzi ulio huru na haki. Ndugu zangu, kwa kuwa afya yangu haiko vyema, niwaombe sana kina mama wenzangu, tutokeni kwa sauti moja, twendeni tukadai sheria mbalimbali za uchaguzi. Kina baba na nyinyi vile vile msibaki nyuma, tudaini sheria mbalimbali za uchaguzi. Wanavyosema wao eti sisi
tunaogopa uchaguzi. Sisi hatuogopi uchaguzi, bali tunawapigania Watanzania haki zao kuweza kupata fursa ya kuchagua viongozi wanaotokana na ridhaa yenu nyinyi wananchi, na wala sio kwamba sisi tunaogopa uchaguzi. Si kweli, na ndiyo maana tunapigania sheria mbalimbali za uchaguzi. Ndugu zangu wanasegerea, kwa haya machache ambayo nilosema, ninaomba sote tusimame kwa pamoja, twendeni tukadai sheria mbalimbali za uchaguzi. Moja kwa Nyie ndio watu ambao mlipaswa kuwa mstari wa mbele kupigania taifa hili. Taifa letu linauzwa, limetekwa, kuna state capture. Kuna kikundi cha watu wasiozidi 20 wanamiliki nchi, wanatesa watu wengine. Askari hao wanaotumiwa nao wanateseka. Mimi natembea, watu wa usalama wa taifa wananifuatilia. Mimi siogopi kufa. Lakini unafia nani kama watu wenyewe ndio sisi? People were not serious. Lissu alipigwa risasi 16, amesimama kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Leo Rais Samia anataka kumfunga na kesi ya treason. Hukumu ya treason ni kunyongwa mpaka kufa, mtu ambaye Mungu ndiye aliyemuokoa. Leo unataka umuue. Chini ya Rais Samia, ndani ya miaka mitatu amemshtaki mwenyekiti Mbowe kwa kesi ya ugaidi ya uongo ambayo hukumu yake ni kunyongwa. Leo anamshtaki mwenyekiti wetu kwa kesi ya uongo ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Alafu nani anasimama hapa anatuambia sisi twende kwenye uchaguzi ambao kiongozi wetu ameshtakiwa kwa kesi ya uongo ambayo ni ya uongo kabisa, na watu mpo mtaani mnacheza pool, mnategemea maisha yatajibadilisha yenyewe, mnategemea Mungu atatuma malaika aje kuambia haya. Nani aliyewaroga? Ndugu wa Tanzania, Lissu yuko ndani na sisi tumerudi hapa. Hatutaondoka Dar es Salaam hii mpaka baada ya kesi. Tunahitaji wote tarehe 24 tukutane pale Kisutu kumuunga mkono na aone Watanzania wanamuunga mkono. Akiletwa pale aone Watanzania wanamuunga mkono. Na tutawaalika mabalozi wa nchi zote, tutaalika nchi zote za nje, wakituletea fujo dunia ione kwamba serikali hii ni ya kidikteta, inataka kuumiza watu wanaokwenda kumuona kiongozi wao. Hatutafanya fujo, na ninawasihi usibebe hata jiwe. Beba kopo lako la maji, funga kitambaa cheupe hapa kuonesha tunataka amani, lakini tunamuunga mkono kiongozi wetu ambaye amepewa kesi ya uongo tarehe 24. Na sitaki mshangilie hapa na msionekane. Sisi tutakwenda mtaa kwa mtaa mpaka tarehe 24. Tunataka siku hiyo pale Kisutu pasimame stand still. Wangapi wako tayari watakaojitokeza siku hiyo? Kama unaendesha bodaboda, kuacha siku moja haitakuzuia kura. Kama unapika chai, kuacha siku moja haitakufanya ufe. Ukiacha siku moja ikabadilisha maisha ya mtoto wako apate elimu bora, anufaike na rasilimali za nchi hii, utakuwa umemtetea yule mtoto wako, malaika wa Mungu ambaye anaandaliwa maisha mabovu na kina Samia Suluhu Hassan. Lissu amekamatwa kwa kuwasemea hawa. Haya, tukinyamaza sisi mtauzwa nyinyi. Nchi inauzwa, inapigwa mnada. Na mnategemea sisi tutaendelea kupiga kelele wakati tukikamatwa nyinyi mko bize na Simba na Yanga? Tutafika sehemu tutakaa kimya, na tukikaa kimya mmeisha. Na waambieni ukweli, tukikaa hebu fikiria hivi, nchi na bandari inazungukwa na nchi 7 landlocked. Nchi 7 landlocked. Yani ili mtu aendeshe gari Burundi, ili mtu aendeshe gari Rwanda, ili mtu ili grade iende kulima barabara Kongo, inapita kwenye maji ambayo Mungu ametupa bure. Unachohitaji ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itakuja isimame, ishushe mzigo. Ikishusha mzigo, wanakulipa pesa kwa kupita kwenye maji aliyokupa Mungu bure. Bandari ipo, Mwalimu aliiacha, aliikuta kabla ya wakoloni na Mwalimu akaiendeleza. Magufuli alinunua mashine za 0 hours akaziacha pale. Mimi ni miongoni mwa watu tuliotofautiana sana na Magufuli, lakini kwenye swala la rasilimali za nchi hii he was stable. Very.
wameacha mashine pale. Bandari sisi tuko milioni 63. Dubai wako milioni 3. Mwaka 61 Dubai ilikuwa na watu 70,000. 1, 2, 3, 4, 70. Nyie Dar es Salaam mko milioni 1.5. Walikuwa 70,000 mwaka 61. Wanatembea jangwani, wanaokota tende, dates, pepo, wanaokota tende mwaka 61. Mwaka 63 sisi tuna chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 69 Dubai inavumbua pipa la kwanza la mafuta. Leo wako milioni 3. Watu milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Kwamba sisi watu milioni 63 ni ndondocha. Hatuwezi kukaa pale tukasimamia bandari yetu. Kongo wakaingiza hera, Burundi wakaingiza hera, Uganda wakaingiza hera, Malawi wakaingiza hera, Zambia wakaingiza, kwamba hatuwezi. Tumewapa Dubai watu milioni 3 ndio watuendeshe sisi mpaka kiyama atakaporudi Yesu.